sikutafuta kuwa waziri kwa serikali ya Ruto. Wakati nilisikia jina langu, uliza baba ule ako karibu na yeye, nilipelekea message kwa baba kusema mimi sikukubali kuwa waziri katika serikali ya Ruto. Najua hata hii kuungana, tumeungana na upande wa ODM. Kuna watu tu wanatudanganya hapo, lakini kwa undani yao hawataki. Good evening watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Natumai mmekuwa na siku njema mahali popote mmekuwa mkinitazama. Karibuni ili tuendelee na uchambuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Na watazamaji, mambo yameanza kuharibika ndani ya broad-based government. Baada ya mawaziri kutoka kwenye upande wa ODM kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza, sasa hivi mambo yanaenda kinyume na matarajio ya William Samoei Ruto. Na muda wote watazamaji wangu, kuanzia sasa hivi kuna usaliti mkubwa na mgawanyiko mkubwa ambao utakuwa unashuhudiwa ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza ama ndani ya hii broad-based government. Kwa sababu sasa hivi wanachama wa ODM ama wale mawaziri wa ODM wamekuja kugundua kwamba wao hawakuwa na haja na kufanya kazi na William Samoei Ruto, bali ni William Samoei Ruto ndio alikuwa na haja na kufanya kazi na ODM. Kwa hivyo watazamaji wangu, hawa mawaziri kutoka kwenye upande wa ODM sasa ni kama wameanza kujiondoa kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza. Muda unazidi kuyoyoma, tunakaribia kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2027 na ODM inataka kusimama kivyake. Inataka sasa kuanza kuandaa presidential candidate ambaye atakuja kuingia kwenye kinyang'anyiro cha urais cha mwaka wa 2027. Kuna huyu waziri wa cooperative ambaye anajulikana kama Wycliffe Oparanya. Kama kuna waziri ambaye amekuwa kimya kwenye kazi zake ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza, ni huyu waziri kutoka kwenye upande wa ODM, Wycliffe Oparanya. Hata wengi hawajui kama yeye ni waziri ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, na ni kwa sababu ya kimya chake kuendelea kufanya kazi akiwa kimya. Hata hajakuwa akisupport two term agenda, hajakuwa akisimama hadharani na kusema kwamba anamsupport William Samoei Ruto. Yeye tu baada ya kuchaguliwa alibaki kimya na amekuwa akifanya kazi zake kimya. Lakini sasa kimya chake kimekuja kutoa mwisho wake, na mwisho wake ni kwamba mambo sasa hivi yamekuwa magumu kwa Wycliffe Oparanya ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza. Kwa sababu hapo awali watazamaji wangu, katika video ambayo nimetanguliza hapo awali, nimewaelezea kuhusiana na changamoto ambazo zimeanza kumkumba huyu waziri Wycliffe Oparanya, na ni changamoto ambazo watazamaji wangu huenda zikamshinikiza yeye kuamua kujiondoa kwa hii serikali ya Kenya Kwanza. Kwa sababu ni jambo la aibu kuona ya kwamba serikali ambayo anaifanyia kazi, serikali ambayo amekuwa akiitetea, sasa ni serikali ambayo imemgeukia. Kuna maamuzi ambayo yametoka mahakamani siku ya leo dhidi ya huyu waziri Wycliffe Oparanya kuhusiana na vile ambavyo alikuwa amejihusisha na visa vya ufisadi, mamilioni ya pesa ambayo alikuwa yamepotea wakati yeye alikuwa kama gavana kule Kakamega County. Na sasa unaona watazamaji wangu, yeye haya mashtaka yalianza kumkumba kipindi ambapo walikuwa wanampinga William Samoei Ruto, wakati Raila na ODM ilikuwa inaongoza maandamano hapa nchini Kenya kutaka kumngatua William Samoei Ruto mamlakani. Na sasa baada ya kuingia ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, bado unaona hizo kesi bado zipo, hazikuweza kutamatishwa, na hii ni ishara ya kwamba sasa kuna mgawanyiko unazidi kushuhudiwa sasa hivi ndani ya hii broad-based government. Kwa sababu William Samoei Ruto kama hangetaka kuingia mgawanyiko ndani ya hii broad-based government, basi hangefufua hii kesi ya Wycliffe Oparanya. Na unajua sasa hivi watazamaji wangu, William Samoei Ruto yeye inakuwa ni vigumu kufanya kazi na viongozi ambao hawataki kusupport two term, viongozi ambao hawataki kuingia pale ground na kuanza kusema kwamba William Samoei Ruto tosha. William Samoei Ruto yeye anaona ya kwamba hapa kuna usaliti mkubwa ambao huenda ukajitokeza kwenye hawa mawaziri wa ODM. Kwanza kabisa huyu Wycliffe Oparanya watazamaji wangu, nimewaelezea ni waziri ambaye amekuwa kimya kwa kipindi kirefu. Ni waziri ambaye hajakuwa akijitokeza kwenye mikutano mikubwa ambayo inafanywa na William Samoei Ruto. Hata kwenye mazishi ambayo yamekuwa yakifanyika kule Luo Nyanza, Wycliffe Oparanya hajakuwa akionekana. Yaani amekuja kujitenga kabisa na William Samoei Ruto na hata na Raila Amolo Odinga. Lakini sasa unajua tuwezi kusema eti amejitenga na Raila Amolo Odinga, kwa sababu yeye na Raila Amolo Odinga ni kitu kimoja. Lakini sasa yeye na William Samoei Ruto sasa hivi ni kama maji na mafuta, na mwisho wake huenda ukashuhudiwa kama ule wa Justin Muturi, kama ule wa Mithika Linturi,
na mawaziri wengine ambao wamekuwa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza walipoanza tu kuikosoa serikali ya William Samoei Ruto walijipata wameondolewa, nafasi zao zikachukuliwa na viongozi wengine. Lakini sasa swali kubwa ni je, William Samoei Ruto anaweza kumdhubutu kumbadilisha huyu waziri Wycliffe Oparanya, na madhara yake ni gani endapo atafanya hivyo? Uhusiano mzuri utazidi kuwepo kweli ndani ya hii broad based government, ama hivyo ndio ODM itakuwa imeanza kujiandaa kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza? Watazamaji, kuna ujumbe kutoka kwa waziri Wycliffe Oparanya akizungumza mwaka uliopita baada ya wao kuingia ndani ya broad based government. Walianza kumuonya William Samoei Ruto, na ni kama yeye Wycliffe Oparanya hakuwa anataka kabisa kuwa waziri ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Ni kama walifanya kulazimishwa na Raila Amolo Odinga wakubali tu kumsaidia William Samoei Ruto kutekeleza ajenda zake na kutimiza promises zake kwa wananchi. Wycliffe Oparanya ni kiongozi ambaye alianza kuzungumza akisema kwamba endapo William Samoei Ruto hatokubali njia ambayo atataka watembee nayo, basi yeye atajiuzulu na arudi kwenye upande wa upinzani, na inaonekana hawajakuwa wakielewana sana na William Samoei Ruto. Kabla ziendelea zaidi, mtazamaji wangu, nataka nikupatie fursa uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa Wycliffe Oparanya akizungumzia kuhusiana na broad based government na uamuzi wake ni mgani, kwa sababu kuna tofauti ambazo zimeanza kuingia sasa hivi kati yake na William Samoei Ruto. Kabla sijakuwekea ujumbe, mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics, ndipo ukiwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Najua hata hii kuungana, tumeungana na upande wa ODM. Kuna watu tu wanatudanganya hapo, lakini kwa undani yao hawataki. Wanasikia kama akipewa hii anataka hii, ukimpea hiyo anataka hiyo, ukipatie na yote si hati ya wananchi. Anataka mambo, unaongea uongo usiku, unaongea uongo mchana, mambo unaongea ukishika microphone ni mambo tofauti unaongea ukiwa kwa ofisi. Hiyo ni kuwa kiongozi kweli? Na ndio mimi nataka niseme tusidanganyane, heshima sio utumwa. Vile ameenda, mimi sikutafuta kuwa waziri kwa serikali ya Ruto. Wakati nilisikia jina langu, uliza baba ule ako karibu na yeye, nilipelekea message kwa baba kusema mimi sikukubali kuwa waziri katika serikali ya Ruto. Na baba alikuwa kule Dubai, kumbe alikuwa amepeleka majina yetu kule na Tobi, na alijua akiambia mimi nitakataa. So we were not consulted. Maana katika nchi hii kila mtu atapata shida. So I have not gone in that government atakuja tuishi. Na watazamaji, kama vile ambavyo umeweza kumsikiza waziri Wycliffe Oparanya, ni kweli yeye hakutaka kufanya kazi na William Samoei Ruto, bali ni William Samoei Ruto ndio alitaka kufanya kazi na yeye. Na sasa yeye hataki kulazimishwa kusupport serikali ya Kenya Kwanza, hataki kulazimishwa kusema tutam, kwa sababu inaonekana wamekuwa wakitofautiana. Vile ambavyo William Samoei Ruto anataka kuongoza ndani ya serikali ya Kenya Kwanza ni kinyume na vile ambavyo yeye Wycliffe Oparanya anataka kumuongoza William Samoei Ruto aweze kuongoza hapa nchini Kenya. Na ndio unaona hata huyu gavana Wycliffe Oparanya amekuwa kimya sana kuhusiana na siasa za kule Western, kwa sababu ukiangalia viongozi wale wengine kama wale speaker wa bunge la kitaifa, mawaziri kutoka kule Western, wote wamekuwa wakisupport William Samoei Ruto na wanataka apate muhula wa pili. Lakini ukiangalia Wycliffe Oparanya, yeye amekuwa kimya, hakuna mali amewahi kusikika akisema tutam ama akisema kwamba William Samoei Ruto tosha. Hii ina maana ya kwamba ni kiongozi ambaye alianza kuona tofauti na usaliti ndani ya hii broad based government kabla hata hajaapishwa kuwa waziri ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Na sasa Waswahili wanasema, watazamaji wangu, hakuna kirefu kisicho na mwisho. Tayari dalili zimeanza kuonekana ya kwamba hapa ndani ya broad based government hakuna matumaini ya kwamba ODM itazidi kukaa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza mpaka mwaka wa 2027, kwa sababu wale viongozi wakubwa tayari wameanza kutofautiana na William Samoei Ruto. Kama mtazamaji, nitakomea hapo, lakini sijui maoni yenu ni gani kuhusiana na hii broad based government. Je, unaona kweli Raila Amolo Odinga na wanachama wa ODM watazidi kusimama na William Samoei Ruto mpaka mwaka wa 2027, na hawa mawaziri wake au mawaziri wa ODM unaona kweli watasupport William Samoei Ruto akuwe two-term president? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu,
Na kabla zijatamatisha, nakukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndiposa ukue kwanza kuzipata hizo habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Msiende mbali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.